Habari za asubuhi mpendwa msikilizaji na mtazamaji wa Kivu News Info. Matumaini yetu umeamka salama salimini kabisa, na tunakukaribisha tena kufuata matangazo yetu ya asubuhi ya leo, ikiwa tarehe 17 Januari mwaka 2026, na leo tunawaletea taarifa za haraka na muhimu kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kwingineko, huku tukiendelea kukujuza hali ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na vile kama ilikuwa ndo mara kwanza unakutana nasi kupitia channel yetu ya YouTube, naweza nikakusifu kitu kimoja: usisahau kusubscribe, kulike, comment na kushare. Kwa lugha nyingine tunasema kujabone, kueme, vile na kupartager. Na basi kama tayari utakuwa umeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kwa kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo yetu na mazungumzo yetu ya kila siku, na kisha tunakuletea habari sahihi zenye kuaminika tena kwa muda mwafaka. Naendelea kutuandikia kwa namba zetu za WhatsApp ambazo unaendelea kuziona hapo kwenye picha, na ukatujuza unasikiliza Kivu News Info kwa sehemu gani, na uenda ukatuambia maoni yako aiza mapendekezo yako. Langu jina mimi ni Ite Eloge Lulonga. Basi na kualika kuwa na mimi mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu ya asubuhi ya leo tarehe 17 Januari mwaka 2026. Kivu News Info, sauti ya wananchi, kila siku tunasema sauti yetu habari yako. Basi karibu tukupashe. Kituo muhimu cha kijeshi kinachojulikana kama Point Zero kilichopo katika wilaya Fizi mkoani Kivu Kusini kimeripotiwa kuanguka mikononi mwa waasi wa Twirwaneho na Red Tabara wakishirikiana na muungano wa AFC M23 baada ya mapigano makali yaliyochukua takriban siku mbili. Kwa mujibu wa vyanzo vya kiutawala vya asisi ya kiraia katika eneo hilo, waasi hao walifanikiwa kutoa mji wa Point Zero jana Ijumaa tarehe 16 Januari kufuatia mapigano yaliyokutanisha na majeshi ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC akisaidiwa na jeshi la Burundi pamoja na wapiganaji wa Wazalendo. Vyanzo hivyo vinaeleza kuwa hadi kufikia mwishoni mwa asubuhi ya jana, waasi wa Twirwaneho waliweza kuyasukuma nyuma majeshi ya serikali na washirika wake na kuchukua udhibiti kamili wa eneo hilo. Point Zero ilikuwa ikichukuliwa kama ngome muhimu ya muungano wa vikosi vya serikali, vikosi vya Burundi pamoja na Wazalendo. Chanzo kimoja cha kiutawala kilichozungumza kwa sharti la kutokutajwa jina kilithibitisha hali hiyo kwa kusema kuwa waasi wa Twirwaneho waliingia na kudhibiti Point Zero baada ya mapigano makali yaliyoanza asubuhi. Point Zero ni eneo la kimkakati kwa sababu linafungua njia kuelekea maeneo kadhaa muhimu. Kwa upande mmoja, udhibiti wa eneo hilo unaweza kuwawezesha waasi kusonga mbele kuelekea kwa mlima Mukera pamoja na kituo cha Fizi. Kwa upande mwingine, njia hii pia inaelekea Kanguli, Mugorore, Bibokoboko na hatimaye mji wa Baraka. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani, Point Zero ilikuwa ikitumika kama kambi ya kuandaa mashambulizi dhidi ya maeneo ya Minembwe na maeneo jirani. Hali imezua hofu kubwa miongoni mwa jamii za kiraia ambazo zinaogopa uwezekano wa waasi kusonga mbele hadi Fizi Centre na mji wa Baraka endapo hawatakabiliwa mapema. Baada ya kupoteza udhibiti wa Point Zero, vikosi vya FARDC na washirika wake vimeripotiwa kujiondoa na kuelekea eneo la Mtambala ili kujipanga upya. Wakati huo muungano wa asi wa M23 ulitangaza siku ya Alhamisi tarehe 15 Januari kuwa umejiondoa kabisa katika mji wa Uvira. Katika barua waliomwandikia katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa, Corneille Nangaa alieleza kuwa mji huo umeachwa chini ya usimamizi wa jumuiya ya kimataifa, huku akibainisha kuwa kitengo cha ufuatiliaji cha waasi wa M23 hakina tena jukumu la kulinda usalama wa Uvira. Hadi sasa hali ya usalama imeendelea kuwa tete katika maeneo mengi ya wilaya Fizi na mwambao wa ziwa Tanganyika, huku wakazi wakiendelea kuishi katika hofu ya kuenea kwa mapigano na athari zake kwa maisha ya raia wasiokuwa na hatia. Mchana wa masikitiko kwa sababu ya hali ya mungini na akse yetu ya rute Mwenga precisement mu groupement ya Wasiloji. Vita vilianza tangu asubuhi katika kijiji chetu cha Mulima na mpaka sasa hivi vinaendelea kule Yulu na njia ya Nyaruinga. Wale ambao wanafahamia Mulima ni mzuri sana, wanaelewa zile njia. Na mamida ya sai sasa kenye kinaleta hofu sana kwa wakaaji ni tatizo la wajeshi ambao walitoka Point Zero waliokuja wanakimbia, kama ni kukimbia wala ni kufanya reprise strategique ndio masysteme zabo. Wakati wanaingia katika village ya Mulima wanapiga masase ya ajabu. Msai tuko tunaongea watu wako chini ya vitanda katika manyumba. Na mvula nayo inasumbua population sana, mvula nayo iko mingi.
lakini hali sasa ya ile masasi ndio itapertibe situation kule kuvilima ambapo wa vijana wanapigana pamoja na jeshi letu la taifa. Hiyo ndio sura inaleta hofu sana katika eneo la Mulima. Alafu hii ujumbe ningetaka izunguke katika grupe za mingi, ili wakuu viongozi wa serikali wa mtaa wetu wa Fizi na wakuu wanaosimamia FARDC na wakuu wanaosimamia wazalendo, swala hili ni swala la kuingilia kati urgence sana, situation itaweza haribika parce kwa Mulima kukiharibika en fait territoire ya Fizi en general inakamatiwa, na ile situation ambayo jeshi letu la FARDC linaanza kufanya sasa hivi inaweza leta probleme katika eneo la tarafa la Fizi. Kama watu wanafanya reprise strategique, wakuye waikale kimya katika kijiji na wafate mipango ya wenzao ambao wanapigana kule yule. Tena wao wanakuja na kuanza piga masase ambayo hayana faida. Yale masase yangelia kule maeneo ya Point Zero. Merci sana, ile ndio habari tuko nayo kwa sasa ambayo inasumbua watu. Mapigano makali yaliripotiwa tangu asubuhi ya jana Ijumaa tarehe 16 Januari kati ya waasi wa M23 na vikundi vya wazalendo wa CMC FDP katika eneo la Kinyakuku, kijiji kilichopo katika lokalite ya Kahemba, kundi la Bukombo, wilaya ya Ruchuru, mkoani Kivu Kaskazini. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani vya Kahemba, mapigano hayo yalianza majira saa 11 alfajiri kufuatia operesheni za kijeshi zilizoendeshwa na waasi wa AFC M23 walikuwa wakifanya msako dhidi ya wapiganaji wa wazalendo wa CMC katika eneo hilo la utawala wa jadi wa Bwito. Mashuhuda wa tukio hilo walisema kuwa milio mikubwa na ya silaha nzito na nyepesi ilisikika kwa muda mrefu katika saa za asubuhi, hali iliyosababisha kusimama kabisa kwa shughuli za kilimo katika vijiji kadhaa vinavyozunguka Kinyakuku. Vijiji vilivyoathirika zaidi ni pamoja na Buhei kilichopo karibu na mji wa Kichanga, ambako wakulima walilazimika kukimbia mashambani kwa hofu ya usalama wao. Hadi jioni ya jana mapigano yaliendelea kushuhudiwa katika vijiji hivyo jirani ya Nyankuku, huku katikati ya lokalite hiyo kukiripotiwa utulivu wa muda. Mkazi mmoja wa eneo hilo aliyezungumza kwa sharti la kutokutajwa jina alieleza kuwa tangu kuanza kwa mapigano hayo wakazi wengi wamekimbia makazi yao. Amesema mapigano yalianza asubuhi na yamekuwa kati ya waasi wa M23 na wazalendo. Baadaye mapigano yalihama kutoka katikati ya kijiji na sasa yameendelea pembezoni. Kuna utulivu wa kiasi, lakini tangu mapigano yaanze hakuna raia waliobaki katika vijiji hivi. Sehemu kubwa ya kaskazini mashariki mwa lokaliti ya Kahemba imeendelea kukumbwa na hofu kubwa ya miongoni mwa wakazi kutokana na hali ya ukosefu wa usalama unayoendelea. Taarifa za ndani zinaeleza kuwa tangu mwanzo wa wiki iliyopita operesheni za kijeshi zimeongezeka katika maeneo kadhaa ya kundi la Bukombo. Vijiji vinavyotajwa kuathirika na hali hii ni pamoja na Bumbasha, Masha, Kaoshe, Kayeye pamoja na Kinyankuku. Hadi kufikia jana jioni hakuwa na taarifa rasmi kuhusu idadi ya vifo, majeruhi au uharibifu wa mali uliojitokeza kufuatia mapigano hayo, huku wakazi wengi wakiendelea kuishi katika hofu na kutokuwa na uhakika wa kurejea makwao, wakati hali ya usalama ikiendelea kuwa tete katika eneo la Ruchuru. Serikali ya mkoa wa Kivu Kusini imetoa tamko rasmi kulaani vikali vitendo vya uporaji wa kupangwa, unyanyangaji wa mali na ukiukwaji mkubwa wa sheria za kimataifa na kibinadamu unaodaiwa kufanywa na waasi wa M23 katika jiji na wilaya ya Uvira. Kwa mujibu wa tamko hilo, serikali ya mkoa inaeleza kuwa kinyume kabisa na ahadi na maelezo yaliyotumwa tarehe 15 Januari kwa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa, waasi wa M23 waliendelea siku hiyo hiyo kuandaa na kutekeleza operesheni za uporaji wa mali za serikali na raia katika mji wa Uvira na maeneo yanayoizunguka. Hatua inaelezwa kuonesha wazi ukosefu wa nia njema na dharau kwa haki za binadamu na sheria za kimataifa za kibinadamu. Serikali ya mkoa wa Kivu Kusini imethibitisha kuwa jumla ya malori 49 ya aina ya Wowo na malori 113 ya aina ya Bene yenye urefu wa mita 6 yaliondoka mjini Bukavu kwa madai ya kusafirisha wanajeshi waliokuwa wakijondoa Uvira kuelekea bonde la Ruzizi. Hata hivyo, inadaiwa kuwa malori hayo yalitumika kusafirisha mali za serikali ya Kongo na mali za raia zilizochukuliwa kinyume cha sheria na kupelekwa moja kwa moja nchini Rwanda. Katika usiku wa tarehe 15 Januari, wakati Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi akiwa anaendelea na juhudi za ujenzi wa miundombinu wa barabara, vifaa vya ujenzi vilivyokuwa
vimehifadhiwa mjini Uvira vilipakiwa kwa nguvu kwenye malori ya waasi. Malori 34 ya wowo yaliyojaa lami yalisafirishwa kuelekea Rwanda, huku mengine yakibeba mabaskeli ya magurudumu matatu zinazotumiwa na wananchi kama chanzo cha usafiri na kipato. Mali nyingine zilizokuwa kwenye magala zilipitishwa kupitia mpaka wa Kamanyola. Aidha, ngombe na mifugo mingine midogo iliyokuwa katika nyanda za juu na za kati imechukuliwa na kupelekwa eneo la Bugera kwa mwelekeo usiojulikana. Hali inawanyima wananchi vyanzo vyao vya maisha. Serikali ya mkoa inaeleza kuwa vitendo hivi vinazidisha kwa makusudi mgogoro wa chakula, vinapandisha gharama maisha na kuongeza hatari kwa wananchi wanaotegemea kilimo na ufugaji. Kwa mujibu wa tamko hilo, hali hii ni adhabu ya pamoja dhidi ya raia, jambo linalokatazwa kabisa na sheria za kimataifa. Kutokana na hali hiyo, serikali ya mkoa wa Kivu Kusini na laani vikali vitendo hivyo. Inaiomba jumuiya ya kimataifa, Umoja wa Mataifa, Umoja wa Afrika, Mahakama ya Kimataifa na uhalifu wa mashirika ya kiraia na haki za binadamu kurekodi na kuchunguza matukio hayo ili wahusika waajibishwe. Wakati huo inathibitisha dhamira ya Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ya kulinda raia na kutetea uadilifu wa eneo la taifa. Mji wa Uvira ulio mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unakumbwa na mgogoro mkubwa wa kiuchumi kutokana na kufungwa kwa taasisi za kifedha pamoja na kuzuiwa kwa baadhi ya barabara kuu na njia ya ziwa Tanganyika. Hali imesababisha shughuli za kibiashara kushuka kwa kiwango kikubwa, huku upatikanaji wa bidhaa muhimu ukiwa mdogo na kuongeza hali ngumu ya maisha kwa kaya za wakazi wa mji huo wa Uvira. Tangu kufungwa kwa benki, wafanyabiashara wengi wameeleza kuwa shughuli zao zimepungua kwa kasi, huku wakilazimika kusitisha baadhi ya biashara zao kwa muda kutokana na upungufu wa fedha taslimu na hali ya usalama isiyofaa kwa biashara. Katika masoko makuu ya mtaa wa biashara, maduka na vibanda vinapunguza shughuli zao, hali inayozuia mzunguko wa bidhaa na huduma. Pia barabara kuu nambari 5 inaunganisha Uvira na wilaya Fizi pamoja na mji wa Kalemi pamoja na njia mto wa ziwa kuelekea Fizi na mkoa wa Tanganyika zimefungwa. Njia hizi zilikuwa muhimu kwa usafirishaji wa bidhaa muhimu kama samaki, unga na mahindi na bidhaa nyingine za chakula. Vyanzo vya ndani vinaeleza kuwa kufungwa kwa njia hizi unahusiana na vikundi vya wazalendo, ingawa sehemu ya barabara kuelekea Bukavu bado ipo chini ya udhibiti wa waasi wa M23. Hali hii ikichanganywa na kufungwa kwa mpaka wa Gatumba imezidisha uhaba wa chakula. Hadi sasa bonde la Ruzizi linalounganisha Uvira na Bukavu na Rwanda ndiyo njia pekee ya upatikanaji wa bidhaa, ikihimiza matumaini ya chakula cha msingi kwa wakazi. Wakazi na wafanyabiashara wanasema kuwa kurekebishwa haraka kwa usalama, kufunguliwa tena kwa benki na kurudishwa kwa trafiki ya kawaida kwenye barabara kuu ni muhimu kwa kuanzisha upya uchumi wa Uvira na kuboresha hali ya maisha ya wananchi. Tukio hili linaendelea kuashiria hali tete ya kiuchumi kwa mji wa Uvira ambayo imekuwa ikihudumu zaidi ya mwezi mmoja sasa tangu waasi wa M23 walipochukua udhibiti wa mji na kuasiri usambazaji wa bidhaa na huduma muhimu. Mapema asubuhi ya jana tarehe 16 Januari, hali ya wasiwasi mkubwa imeripotiwa katika kambi ya wakimbizi wa Ruhigi. Kwa mujibu wa Mvumasi wa Machozi ya Raia, tukio hilo lilianza majira saa 12 asubuhi ambapo wakimbizi wa Kongo waliopo katika kambi ya Ruhigi walianza kuondoka kwa nguvu bila mpangilio wakijaribu kurejea katika mji wa Uvira. Hatua hiyo inadaiwa kufuatiwa taarifa za kutangazwa kwa kuondoka kwa waasi wa M23 katika mji wa Uvira. Katika harakati hizo, milio ya risasi ilisikika, hali iliyozua hofu kubwa, taruki na mgawanyiko miongoni mwa wakimbizi. Watu wengi walikimbilia bila kujua na kuelekea, huku wengine wakiachwa katika hali ya sitofahamu na hofu ya usalama wao. Kambi ya Ruhigi ambayo tayari na wakimbizi walioko katika mazingira magumu iligeuka kuwa hali ya taruki na wasiwasi. Movement wa Machozi ya Raia inaeleza kuwa hali hii ni ya kutia wasiwasi sana, hasa ikizingatiwa kuwa wakimbizi hao ni raia wasiokuwa na hatia, wakiwemo wanawake, watoto na wazee ambao wanahitaji ulinzi wa haraka na msaada wa kibinadamu. Kutokana na hali hiyo, shirika hilo la Machozi ya Raia inatoa wito kwa mamlaka husika, vyombo vya usalama pamoja na washirika wa kibinadamu kuchukua hatua za haraka ili kurejesha usalama katika kambi ya Ruhigi. Pia inawataka pande zote zinazohusika kuonesha busara, kuzuia na kuwajibika ili kuepusha maongezeko kwa vurugu na kulinda maisha ya wakimbizi. Mashirika ya kiraia yanaendelea kufuatilia hali hiyo na inasisitiza kuwa umuhimu wa suluhisho la haraka na la kudumu ili kuhakikisha usalama na utu wa wakimbizi walioko katika kambi ya Ruhigi unalindwa.
Kwanza sisi kukimbia ni kwa sababu tunawakimbia wenyewe wa M23. Tena hakuna budi ya sisi kutoka hapa twende aseme M23 inatuita na sisi twende kule. Hakuna hata. Yeyote ambaye anakimbia mkambi ya Ruigi, mu province ya Ruigi, seneke yeye anakimbia M23. Kama M23 inaweza ita tena watu na bo barudi, haviwezi wezekana. Okay. Tout d'abord on a remercié gouvernement central ya Burundi kwa kutupokea vizuri. Walitupokea vizuri. Kuna watu ambao walitokea Magara, kuna watu ambao walitokea Rumonge, kuna watu ambao walitoka Katumba, kuna watu ambao walitoka Muplene. Donc stenti zilikuwa 4 na walitukaribisha mzuri, wanatuhifadhi mzuri, japokuwa magumu haikosaki kwa mwanadamu. Hata mtu akikuwa kwake iko na magumu nyumba yake. Kwa nini hamkwenda Rwanda? Hatukwenda Rwanda kwa sababu Rwanda ndio iko natupiganisha sisi kwa sisi kutoka nchi ya Kongo kuingia nchi ya Burundi. Na tulipendezwa na nchi ya Burundi, ndio maana sisi wote tuko mu nchi ya Burundi. Bon, maintenant nous remercions le président de la République de Burundi vis-à-vis de l'accueil. Ce n'est pas tout à fait normal à 100%, mais il y a aussi des choses que nous avons constatées par rapport à cet accueil. Parce qu'on nous a bien accueillis, mais tout humain n'est pas toujours parfait. Oui, cette thématique, question évoquée par les rebelles d'M23, nous n'accepterons jamais de cela. Oui, la population sont en train de discuter à propos de cela, parce que la vie est toujours médiocre. Mais notre souhait, ce n'est pas avoir ou bien se mélanger avec l'M23. Kwa mujibu wa muungano wa asasi za kiraia Nouvelle Société Civile Congolaise mkoa wa Kivu Kusini, wananchi wa Uvira wanapaswa kuendelea kuonyesha utulivu, uvumilivu na uangalifu kufuatia tangazo la usalama lilotolewa na viongozi wa waasi wa M23. Katika ujumbe rasmi uliotolewa Ijumaa tarehe 16 Januari, Nouvelle Société Civile Congolaise imejibu kauli ya Corneille Nangaa, coordinator wa waasi wa M23, alisema kuwa usalama wa mji wa Uvira unapaswa kuhamishwa kwa jumuiya ya kimataifa hasa MONUSCO hadi waasi wa M23 watakapoondoka rasmi. Hali ni nyeti, hivyo asasi ya kiraia inatoa wito kwa wakazi kuepuka hofu, kuibua chuki au kufanya matendo ya vurugu. Wanashauri watu wawe waangalifu na waache kutekeleza hatua zozote zinazoweza kuleta msongamano wa ghasia na badala yake wafuatilie taarifa kwa utulivu. Tunaomba wananchi wote waonyeshe nidhamu, busara na uvumilivu. Muda ndio rafiki wa kweli, amesema Mafikiri Mashimango Martin, coordinator wa mkoa wa Nouvelle Société Civile Congolaise. Asasi hiyo ya kiraia pia imetoa hakikisho kwa wakimbizi na wakazi wa Uvira kuwa mataifa makubwa ya kimataifa mara nyingi huchukua hatua kwa uangalifu na si kwa haraka, na kwamba maamuzi yanayoendelea yanaweza kuwa sehemu ya mchakato wa kuondoa waasi na kuleta uhuru wa kudumu mjini Uvira. Mwisho la Nouvelle Société Civile Congolaise imesisitiza umuhimu wa wananchi kubaki wamoja, watulivu na uangalifu na ufuatilia wa uwajibikaji wa maendeleo ya hali ya usalama katika mji huo wa Uvira. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo ametangaza kuendelea kwa etat de siege katika mkoa wa Kivu Kaskazini na Ituri kwa muda wa siku 15. Hatua imekuja baada ya rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kusaini sheria tarehe Alhamisi 15 Januari inayoruhusu kuongezwa kwa muda kwa etat de siege katika sehemu ya nchi. Sheria inalenga kudumisha usalama na utulivu katika mikoa yenye changamoto kubwa za usalama kutokana na mashambulizi ya waasi na hali ya ghasia. Amri ya kuendeleza hali ya etat de siege katika mkoa wa Ituri na Kivu Kaskazini imesomwa kwenye redio ya televisheni ya kitaifa RTNC na msemaji wa rais. Ni muhimu kuzingatia kuwa hali ya etat de siege awali ilitangazwa tangu tarehe 6 Mei mwaka 2021 na sasa imeongezwa ili kuhakikisha usalama na udhibiti wa maeneo yaliyo hatarini. Rais na mamlaka za serikali wanasisitiza kuwa hatua hii ni ya kisheria na ni chuchu muhimu za kulinda raia, mali zao na kudhibiti mashambulizi yanayohatarisha ustawi wa wananchi katika mikoa hii miwili ya Kivu Kaskazini na Ituri. Na kabla ya kuendelea na habari zingine, hapa kuna habari ya dharura ambayo Mheshimiwa Nzuluni Bembe Ishilonyonyi, aliyewahi kuwa mwenyekiti wa bunge la kitaifa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, amefariki dunia Ijumaa tarehe 16 Januari mwaka 2026 mjini Bruxelles, Ubelgiji, alipokuwa akipatiwa matibabu. Alikuwa na umri wa miaka 83.
Taarifa hizi zimethibitishwa pia na vyanzo mbalimbali, huku familia na watu wa karibu wakitarajiwa kutoa maelezo zaidi kuhusu mazishi na taratibu za kumuaga. Kifo chake kinakuja katika kipindi ambacho nchi inakumbwa na changamoto nyingi za kiusalama, na kifo cha Mheshimiwa Anzuluni kitaripotiwa kwa undani zaidi katika masaa zijazo. Okay, leo ni tariki 16 za hii mwezi wa kwanza mwaka wa 2026. Hapa tuko mteritwari ya Uvira, hapa ni kubilima vya Uvira, na hapa tuko na watu wamekuja kujiripoti kwa wazalendo, na tutawasikiliza kwa muda huu. Tutawasikiliza, wamekuja kujiripoti kwenye tupo sisi wazalendo hapa. Wandugu, mnaweza wewe wa Rouge unaweza kulitamsha jina? Komona ngai Mbembo Konga Wi Claude. Mbemba Kongo Claude. Okay, mimi Lingala siki yake ongea. Asante sana. Sasa mweye kujikuta hapa, mlitokea wapi? Tunaito barabara kasi kugoma. Goma tunda Rumangabo 9 mwa mafunjo. Tunatoka mafunjo na panjasie Mutukari kufika pora nini ya Goma. Tunapanda bato kufika Bukavu. Tunafika Bukavu ndiko panda kufika hapa. Tunaona kule 4 mois atopokea yake. Sira moya hapa tutatu. Tukateseka, unabeba muziko. Après muziko ile fimbo sana kama unafanya erere, wataacha wewe pale, wanapika wema baboro. Benyele kwa anapiga ni banani? Ba M23. M23. Kama unafanya erere pale, utao mimi nachoka afande wale. Lala pale tu. Anaacha wewe pale. Nakupiga risasi. Nakufa pale pale. Utabakia pale wanaenda. Bakwaru jine batakuya kuzika maiti yako. Je, tunaona kule moya kuna. Kula mubaya saa yote batokisa maragi kumoto. Anatia kumai kama hivi ale bukule kama nakatala kukula maragi ile ifo fimbo obligatoire bapika fimbo abeto fimbo ndo souffri ndo pesa yo batika à l'aise una to vani souffrance comme la chimbo comme la no mais bangite masanga pete c'est comme melima basanga osamoi to moni souffrance na pita tunaona moya kuna tutoroka jana banasema twende kunini pasa nini yo ezini moko kuna Kiliba. Ondese? Kiliba. Okay. Twende Kiliba na 19h tunabeba muziko tunaona masa. Jana hiyo? Jana ile jana le 14. Le 15 plutôt oui. Masa hapa moya kuna tutoroke. Na tupa ile ba chinizi ile tini wale. Tunashuka pale tini wale tunakimbia paka kufika kwa Pastere. Na kwa Pastere leo nje tunafika kwa Master. Ndio wanaita ni hapa wasema tupande pato tole karanzela kuna tupita na njia ile ya kule chini. Ndio wasema kule njia kuna. Ndio chance mama Master ile anasema kwa sawa. Mimi naita mtu mmoja kule yulu tupanda kule. Ndio tunapanda kufika kwa bandiku yetu. Ndio tunafika. Depuis muingie mu M23 mko miezi ngapi? Ina ni 4 mois. Miezi 4. Mwaka na miezi 4. Bakungabiso le 27 janvier. Okay. 2025. Sasa hii magari tuko tunaona iko nakuja, jana kulikuwa magari na leo iko nakuja nasomba vitu, muko ni banakuwa kamata nini? Baiko na beba wasirabe wa kabambi. Bako na rudisha. Bana silaza kabambi bazirudishe kwao. Kano ile mine kano 3. Na ile nyingine ya nini kama char de combat. Yaki mezonga kwa char de combat. Izonga kibukavu deja. Okay. Mbeba nyingine bato barudisha na ba maiti ya ba nyingine. Maiti zabo na ba blessé yabo. Okay. Mbeba beba yabo bako barudisha busiku ndio banaendaka. Abaendaki mchana. Na mchana hivi yote kungana plotiri. Hapana kutembea kwa barabara hivi hapana, utaona hata majipi moya hivi tu unatembea 4-5 basi. Manake usiku watu sara hii haba uzitembea. Basi vile batembea 19h mwisho. Ndio mwisho? Okay. Sasa mwe kule Goma mlikuwa mnatumika muinite ya nani? Tunatumika na unite ya komanda mwe nani kama nani? Kakone nani? Ana batuma yuko Kichanga, anarudia. Ameyu jina yake? Jina yake iko ngufu, jina yabo ya ngufu ile. Colonel wa FARDC kwenye mlikuwa mnatumika. Goma koni niko kwa nani? Kwa Seplice. Please. Seplice. Ne komanda batayo yangu jina yake sikone Shelenge. Okay.
Kone Sheleng ndio komanda batayo yangu. Okay. Jina general yangu jina Papi. Papi ndio general wako? Okay. 11 brigade. 11. FARDC. Oh. Sawa. Mnakuja sasa ili kule kujiripoti hapa. Si ndio hivyo? Ndio. Sasa huku kwenye makobola ba M23 bako wapi? Unapita nini? Por kidoko kule mbele. Ndio baiko pale. Kule makobola iko wazi. Makobola iko wazi. Makobola iko wazi. Basema ndio government iko pale kama kweli. Kule kubilima makobola kule bako eko. Baingine baiko kule. Bana vichaka kama basikia drone hivi danger. Yote banaanza defense banashuka chini. Ndio hivyo. Sasa bako bengi? Nani? Ba M23 ni bengi au? Abini mwezi. Baza mingi. Na ni kupitia taarifa hiyo ndipo tunatimisha matangazo yetu ya asubuhi ya leo, ikiwa ni tarehe 17 Januari mwaka 2026. Ni ambapo kwa kusikiliza ni Kivu News Info, ambapo kila siku tunaendelea kuletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na nikumbushe tu kwamba kama ilikuwa ndo mara kwanza unakutana nasi kupitia channel yetu ya YouTube, kabla kuondoka basi tunakusihi kufanya kitu kimoja: usisahau kusubscribe, kulike, comment na kushare. Endelea kusambaza habari kwa walio wengi. Na basi kama tayari utakuwa umeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Ni yetu na mazungumzo yetu ya kila siku na kisha tunakuletea habari sahihi zenye kuaminika tena kwa muda mwafaka. Hivyo nao endelea kutuandikia kwenye namba zetu za WhatsApp ambazo unaendelea kuziona hapo kwenye picha, na ukatujuza unasikiliza Kivu News Info ukiwa sehemu gani, na uende ukatuambia maoni yako aiza mapendekezo yako. Kingine ambacho ni muhimu sana unaweza ukafanya, unaweza ukabonyeza kwenye titre ya habari hii, nitakupeleka moja kwa moja hapo chini kwa description ambako utakutana na linki mbili. Kwa Kifaransa tunasema lien ya kwanza itakupeleka moja kwa moja kujabone kwenye channel yetu ya WhatsApp, na lien ya pili itakupeleka vile vile wewe kujabone kupitia grupu letu la WhatsApp. Na baada ya kufanya hivyo itasababisha usipitwe na chochote kipindi ambako tutakuwa kupostia habari mpya kupitia channel yetu hii ya YouTube. Langu jina mimi ni Ite Eloge Lulonga. Sina la ziada ila tu acha niendelee kutoa shukrani zangu za dhati kwamba ulikuwa na sisi mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu ya asubuhi ya leo ya tarehe 17 Januari mwaka 2026. Hii ni Kivu News Info, sauti ya wananchi. Basi acha nikutakia asubuhi njema na yenye mafanikio tele, na wenda vile vile tukutanane tena kwenye taarifa zetu zingine za baadaye.